Maandalizi yamekwenda vizuri, isipokuwa kuna baadhi tu ya wachezaji wachache tunaweza kuwakosa, kwa maana ya Ali Salim majeruhi muda mrefu, Abdi Banda anatumikia kadi, pamoja tutaassess kwa mara ya mwisho Idi Kipagwile maendeleo yake, kwa sababu ni mtu ambaye amerejea mazoezini. Lakini the rest kikosi kiko vizuri, tumetrain hizi siku baada ya mechi yetu ya CRDB Confederation Cup. Nafikiri kuna baadhi ya wachezaji ambao walituonyesha kitu. So tumefanya maandalizi ambayo ya kimbinu, ya kimwili, lakini sasa hivi nafikiri tuko kiakili zaidi ili kuona namna ambavyo tunaweza tukawakabili Azam, timu ambayo tunajua kwamba ni timu kubwa, timu nzuri, timu ambayo iko na staffs wazuri, kwa maana ya Mwalimu Ibenge pamoja na wasaidizi wake akina Kasim Liogope. Nafikiri ni timu ambayo ni nzuri. So sisi kiakili na kimwili tuko tayari. Huwezi kuondoa ubora wa mchezaji wa aina ya Abdi Banda kwenye kikosi chetu. Ana experience, ana quality ambayo ni kubwa. Ni wachezaji ambao kwenye mechi kama hizi wanakusaidia, maana saikolojia. Ni mechi ambazo ashacheza za level hii, kwa hiyo tutamkosa ndio, lakini ukiangalia kikosi ambacho tuko nacho, kwa maana eneo ambalo anacheza Abdi Banda, nafikiri kuna watu ambao wanaweza capitalize. So nadhani tuna experienced defender ambao wako pale. Nafikiri kuna baadhi pia wengine tumewapa mechi zilizopita, nafikiri hawajapata nafasi na wengine walichelewa kupata permit. Nafikiri tunaweza kuwa nao kwenye mechi hii. So far so good, ni kwamba defense yetu iko vizuri, kwa sababu tuna kina Agustin Santa, kuna kina Andy Bikoko, kina Bea, wote wapo. Kwa hiyo tunatumaini tu kwamba eneo hilo haliwezi kuwa na tatizo sana, lakini pia strategy ya kujilinda itegemee mtu mmoja. So naamini yeye amekuwa ni mtu ambaye contribute mchango wake kwenye timu, lakini ninaamini katika role ile kuna watu ambao wanaweza kufanya jambo hilo, kwa sababu wapo watu ambao wana experience. Tukienda kwenye swali la pili, ubora wa Azam haufichiki. Ni kila mmoja anajua kwamba ni moja timu tatu bora katika ligi yetu. So kwa namna ambavyo tume perform kwenye hizi mechi, sidhani kama tuna ugeni tena, kwa sababu tayari tumeshapata pointi moja dhidi ya timu ya kaliba hiyo, kwa maana ya Singida Black Stars. Lakini pia tumeshapata pointi moja dhidi ya timu ya kaliba namna hiyo, kwa maana ya Simba Sports Club. Kwa hiyo ninadhani hatuna message kubwa sana ya kujaribu kutafuta reason ya kupata matokeo kwenye timu kubwa kutoka kwa wachezaji wetu, kwa sababu tayari wameshashindana katika level hizo. Kwa hiyo ninaamini kwenye mechi dhidi ya Azam ni namna ambavyo sisi tutakajipanga juu ya Azam wenyewe, kwa sababu hii ni timu yenye utofauti kidogo. Tuliona kama mechi takriban 2-3 namna ambavyo wanabadilika. Kuna muda wanatafuta pace pembeni, kuna muda wanatafuta strength eneo la ulinzi wa kwa hiyo tunajaribu kuona kwamba ni namna gani watakavyoweza kuja. Sisi tutakuwa tayari kujiandaa kwa ajili ya hilo. Kwa hiyo tumejiandaa katika energy yoyote ile ambayo watakayoiweka, tumejiandaa katika stress yoyote ile watakayoweza kuiweka. Kwa upande wetu sisi kama Azam tumejiandaa vizuri kukabiliana na timu ya Dodoma Jiji. Tunajua tunaenda kukutana na mshindano aina gani, na bahati nzuri tumepata kuwaona Dodoma Jiji wakicheza, na kitu ambacho tumeona ni timu ambayo imebadilika, imekuwa na matokeo mazuri, hususan wakicheza nyumbani, lakini pia hata wakiwa wanacheza ugenini, na pia imekuwa na matokeo mazuri pia wakicheza na timu za level zao, lakini pia wamekuwa wakipata matokeo pia wakicheza na timu za juu. Kwa hiyo tunajua aina gani ya mshindani ambaye tunakutana naye, lakini pia tunajua Dodoma Jiji wakiwa nyumbani nguvu yao ikoje, na tunajua ubora wao kwa sehemu gani. Kwa hiyo naamini tutakuwa na mechi nzuri sana, lakini sisi kwetu tumejipanga kukutana na Dodoma Jiji ambayo the way inavyocheza na sisi tunavyocheza. I hope mashabiki watakaokuja watapata burudani nzuri sana, lakini pia nichukue fursa hii pia kuwakaribisha mashabiki wetu wa Azam FC ambao wenyewe wametoka Dar es Salaam, lakini pia tunao mashabiki wengi hapa Dodoma. Lakini pia na mimi nichukue fursa hii pia kuwaomba mashabiki wangu ambao wapo Dodoma Jiji waje kutusupport timu yetu. Kwa hiyo ni mchezo ambao naamini utakuwa mzuri na mashabiki watakaokuja watavutiwa sana na mchezo wa kesho. Kweli nilikuwa hapa na nishawahi kuzicheza hizo mechi ya Azam na Dodoma Jiji. Kwa hiyo utapata picha tunaenda kucheza mechi aina gani, na najua mchezo utakuwa vipi. Bahati nzuri naijua Dodoma vizuri, obvious na wao wanatujua sisi vizuri. Na mabadiliko, yes, tutarajia mabadiliko. Cha kwanza tutaona
tukiwa away, lakini tutacheza kama tukiwa nyumbani. Kwanza ni sehemu ambako timu yetu kihistoria ndio sehemu ambayo imepanda daraja, kwa hiyo tuna historia eneo hili, lakini pia mimi mwenyewe nilikuwa sehemu ya hapa, kwamba ni timu ambayo imenitambulisha katika soka la ushindani, tuliishi vizuri. Kwa hiyo pia hayo mabadiliko tutarajie kuona mashabiki watakuja ambao watakuja kutusupport sisi, lakini pia hususan swala la viwanja. Kwa uzoefu wa ligi, ni ligi ambayo tunacheza katika hivyo viwanja hivyo. Kukosa matokeo Mbeya na Mwanza sio sehemu kubwa sana ya changamoto ya hususan katika mchezo huu. Kwanza ni michezo miwili tofauti. The way walivyocheza wale ni tofauti na Dodoma Jiji. Lakini pia uwanja wa Jamhuri uko tofauti na uwanja wa Sokoine. Kwa hiyo sisi tushawahi kuja hapa msimu uliopita katika uwanja huu na pia tukapata matokeo.